Jeshi la Marekani limetangaza kuwa limefanya operesheni kubwa ya mashambulizi ya anga dhidi ya malengo kadhaa ya kijeshi nchini Iran, hatua ambayo inaongeza zaidi mvutano wa kijeshi kati ya mataifa hayo mawili. Operesheni hii ilidumu kwa takriban saa 5, imeelezwa na kamandi kuu ya jeshi la Marekani kuwa ilikuwa sehemu ya kampeni ya kuendelea kudhoofisha uwezo wa Iran wa kufanya mashambulizi dhidi ya usafiri wa baharini na kulinda uhuru wa meli za biashara zinazopita katika mlango wa bahari Hormuz na bahari ya Oman. Kwa mujibu wa jeshi hilo, mashambulizi yalifanywa kwa ushirikiano wa ndege za kivita, makombora ya masafa marefu na silaha nyingine za kisasa zenye uwezo wa kulenga shabaha kwa usahihi mkubwa. Marekani ilisema ilitumia taarifa za kijasusi zilizokusanywa kwa muda mrefu kubaini maeneo muhimu ya kijeshi kabla ya kuanzisha operesheni hiyo, huku ikisema kuwa mashambulizi yalielekezwa kwenye miundombinu ya kijeshi pekee. Maeneo yaliyolengwa ni pamoja na Bushehr, Chabahar, Jaski, Konarak, Abu Musa na Bandar Abbas. Maeneo hayo yanatajwa kuwa miongoni mwa vituo muhimu vya vikosi vya wanamaji vya Iran na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, ambavyo vina jukumu kubwa la kulinda pwani ya kusini mwa Iran na kusimamia shughuli za kijeshi katika ghuba ya Uajemi na bandari ya Oman. Bandar Abbas ndiyo bandari kubwa zaidi ya kijeshi nchini Iran na hutumika kama kituo kikuu cha vikosi vya wanamaji. Ndani ya eneo hilo kuna maghala ya silaha, boti za kivita zenye mwendo kasi, makombora ya kupambana na meli, rada za kisasa pamoja na vituo vya amri vinavyoratibu operesheni za baharini. Marekani inaamini kuwa kuharibu miundombinu hiyo kutapunguza uwezo wa Iran wa kutekeleza mashambulizi ya haraka dhidi ya meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Katika Jask, Iran imewekeza kwa miaka kadhaa kujenga kituo kikubwa cha kijeshi kinachowezesha meli zake kufanya operesheni katika bahari ya Oman bila kulazimika kupita mlango wa bahari wa Hormuz. Eneo hilo pia lina maghala ya makombora, vituo vya rada na vifaa vya ufuatiliaji wa shughuli za baharini. Chabahar na Konarak na maeneo ambayo yana vituo vya wanamaji, viwanja vya ndege vya kijeshi na maghala ya kuhifadhi silaha. Marekani inaeleza kuwa baadhi ya maeneo hayo yalikuwa yakitumika kuhifadhi ndege zisizo na rubani, makombora ya masafa mbalimbali na vifaa vya mawasiliano vinavyotumiwa kuratibu operesheni za kijeshi. Kisiwa cha Abu Musa ambacho pia kililengwa katika operesheni hiyo kina umuhimu mkubwa wa kimkakati kwa sababu kinapatikana karibu na njia inayotumiwa na sehemu kubwa ya meli za mafuta duniani. Kwa miaka mingi Iran imekiimarisha kwa kuweka makombora ya ulinzi wa pwani, rada za kisasa, vituo vya uangalizi na vikosi vya wanamaji ili kuongeza uwezo wake wa kudhibiti harakati za meli katika eneo hilo. Bushehr, licha ya kujulikana kwa kuwa na kinu cha kuzalisha umeme wa nyuklia, pia kina miundombinu ya kijeshi inayojumuisha vituo vya wanamaji, maghala ya vifaa vya kijeshi na mifumo ya ulinzi wa anga. Marekani imesema kuwa mashambulizi yake hayakulenga miundombinu ya kiraia bali yalielekezwa kwenye maeneo ya kijeshi yaliyokuwa yakitumika katika shughuli za ulinzi na mashambulizi. CENTCOM imesema vikosi vyake viliharibu mifumo ya ulinzi wa pwani, vituo vya kurushia makombora ya kupambana na meli, maeneo ya kuhifadhi drones, mifumo ya rada pamoja na uwezo mwingine wa kijeshi unaotumiwa na Iran kufuatilia na kushambulia malengo ya baharini. Kwa mujibu wa jeshi hilo, operesheni hiyo imepunguza kwa kiwango kikubwa uwezo wa Iran wa kufanya mashambulizi dhidi ya usafiri wa kimataifa katika ukanda wa Ghuba. Baada ya kukamilika kwa mashambulizi hayo, jeshi la Marekani lilisema vikosi vyake vinaendelea kuwa katika hali ya juu ya utayari na vina uwezo wa kutekeleza operesheni nyingine kwa muda mfupi ikiwa hali itahitaji. Aidha, ilisema kuwa vikosi vya Marekani vinaendelea kufuatia kwa karibu mwenendo wa shughuli za kijeshi katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Wakati huo, Rais wa Marekani Donald Trump amesema kampeni ya kijeshi dhidi ya Iran bado haijafikia mwisho.
Akizungumza katika mahojiano na Hugh Hewitt, alisema Marekani itaendelea kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran katika siku zijazo ikiwa itaona bado kuna vitisho vilivyoelekezwa kwa vikosi vyake au kwa usalama wa usafiri wa kimataifa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.